السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدكم حمد الله سبحانه وتعالى. Nakumtakia rehema kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna budi kuregesha shukrani zetu za dhati kwa Muumba wa mbingu na ardhi kwa kule kutuafikia kwetu kukutana kwa mara nyingine. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Shekhe hapa kasema ya kwamba katika vikao kama hivi vina baraka tele, na mikusanyiko kama hii ni mikusanyiko ya baraka, na ni kweli. Na kwa hili na mfano wa hili ni kwamba si yoyote anayefikiwa na Mola wake kuketi sehemu kama hizi. Mungu akikupa taufiki ya kuweza kuona la kheri, kisha ukata wakati wako ukafanya la kheri, shukuru kwa hilo. Kuna watu wanao sababu kufanya ya kheri, wanazo njia kufanya mambo ya kheri, lakini hawakuafikiwa na Mola wao kutenda ya kheri. Sasa Mola wako akikujalia kuketi kama hapa kwa wakati huu, kasikiza darasa mpaka ukamaliza, sema alhamdulillah, na tambua ya kwamba amekupa taufiki yake, na tambua ya kwamba amekutolea sababu ya kujaza kikapu chako kwa akhera yako. Kwa hivyo mwanadamu utakashukuru sana, kwa sababu si yoyote ambaye kwamba huweza kuata wakati wake akaja akafanya yanayostahili kufanywa, hususan kwa dunia ya leo ambapo kwamba ni dunia ya akhiru zaman, na ni dunia ya mwisho ambapo kwamba mambo na vizuizi vinaotupelekea sisi kutofanya kheri ni mambo mengi na vizuizi vingi. Kuna watu kwa kutoafikiwa na Mola wao kufanya kheri, hapa sisi tulipo sote hakuna ambao kwamba hatamani kwenda haji kuhiji, wala hakuna ambaye kwamba hatamani kwenda umra, hakuna. Kila mmoja, lakini ni ule umasikini au kulingana na hali mazilio. Na si hapa tu, na kwingine kokote, hata ndani ya Mombasa ambapo kwamba jiji kubwa, lakini kuna watu tamani kwenda na uwezo hawa. Kuna watu wakaafikiwa na Mola wao kufika Maka kwenda kuhiji, ima kwa kukusanya mpaka kitakapofika kiwango na yakaenda. Na sasa hivi kwenda haji kuhiji si rahisi. Ikiwa utaweza kutoa takriban 600,000 mpaka 7 na kuunga 8, hizo pesa tu ni pesa nyingi lao, ambazo kwamba ukizipata huweza kukusukuma kwenye shamba lako, kwenye dau lako, kwenye kudimba paa lako na mingine mambo, kakusaidia pakubwa sana. Ni pesa ambayo kwamba kwa lugha nyingine si pesa, lakini kwa lugha nyingine ni pesa, kwa sababu kuzipata si rahisi, ingao ukizishika hakuna. Lakini watu wakakusanya mpaka hatimaye wakafika haji kuhiji. Lakini pale ndani ya Maka kuna watu, Maka hiyo iangalie ile pale, kama usimame uangalie kwako ama nyumba fulani ile, lakini kuna watu wasema ya kwamba
huyo hataki hata fare wala nauli ya kwenda pale, ni atoke nyumbani aseme hata mimi kafanya ibada ya umra au nifanye ibada ya haji, ndio kwao kule, lakini hajafikiwa kufanya hivi. Lakini kutoka watu watokako wakaenda wakahiji na wao wakafanya umra. Sasa mwanadamu akipata taufiki ya Mola wake kwa kupawa ilhamu ya kufanya kheri na kamfanyia wepesi kwenye kufanya kheri, basi hiyo huwa ni neema kubwa sana, kama ambavyo kwamba umekuja kwa wingi kutaka kusikiliza ya Allah tabaraka wa taala na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah tabaraka wa taala aweke katika mizani hasanati zenu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ndugu zangu katika imani, wanazuoni waheshimiwa watuambia ya kwamba madarul islami ala hadithaini, mzunguko wa Uislamu na chimbuko la Uislamu na msingi wa Uislamu ni katika hadithi mbili. Hadithi moja inaofungamana na mambo ya siri, mambo ya nyoyo, na hadithi ya pili inayofungamana na mambo ya dhahiri, mambo ya viungo. Hadithi ya kwanza ni hadithi mashuhuri inaonena ya kwamba innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadithi ya pili ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo kwamba halipo, basi atarejeshewa mwenyewe, hatuna haja ya mambo yake au jambo lake. Hadithi mbili hizi ndio mzunguko wa Uislamu. Uislamu uko kwenye hizi hadithi mbili, kwa sababu Uislamu ni nusu mbili. Kuna nusu ya dhahir na kuna nusu ya batin. Nusu ya dhahir ni kwa hayo tunayosema man ahdatha fi amrina hadha, man amila amala. Zote hizo ni riwaya ziko, na linginelo batin, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Angalia kwa mawili haya, yote haya tuweza tukasema ndicho kilele na kiini cha Uislamu. Hii ama haya mawili ndio maana halisi ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, kwa sababu lazima mawili yapatikane kwenye mwanadamu kutizama kwake, kwa la dhahiri na kwa la siri kwenye kutenda kwake, ili amali yake kubaliwa ni amali kuwa sahihi au amali kutokuwa sahihi. Hawapa mfano. Mwenyezi Mungu asema katika kitabu chake kitukufu, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, ametakasika Allah tabaraka wa taala ambaye kwamba ufalme uko mikononi mwake. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, aliumba umauti na uhai, lengo na madhumuni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kutaka kuwafanyia nyinyi mtihani ni nani atakayesimama kutenda amali zilizo nzuri zaidi. Aya hii Fudhailu ibn Iyadh asema akhlasuhu wa aswabuhu. Jamaa wakamuuliza, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Umesema ahsanu amala, umekusudia akhlasuhu wa aswabuhu. Umekusudia nini ukisema akhlasuhu wa aswabuhu? Akasema innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal,
wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Asema amali yoyote mwanadamu atakaotenda ikawa itakuwa ni khalis lakini si sawab, haikubaliwi. Na ikiwa ni sawab lakini si khalis, haikubaliwi mpaka iwe khalisun sawaba ndio amali hiyo kukubaliwa. Akafafanua khalisun sawaba maana yake ni vipi? Akasema khalisun an yakuna lillahi was-sawab mutaba'atun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tusangalia kutenda kwetu kwa yote tuyatendayo, mambo mawili tu. Kwanza, kutenda kwako umetenda kwa ajili ya Mungu. Ina maana kwa kutenda kwako kwa Mola wako kwa ajili ya Mola wako utalipwa kulingana na nia yako. Ina maana ukitenda kinyume na hivyo utalipwa kulingana na vile ambavyo kwamba umenuia kwenye moyo wako. Na la pili jambo ni kutenda kwako kwa vitendo vyako. Je, umemwafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumwafiki? Kwa sababu Mtume ndiye anayestahili kufuatwa, kwa sababu Mtume ndiye aliyotufundisha mambo. Nionyesheni katika sura gani na aya gani ambapo kwamba imetuonesha namna ya kuswali. Ni aya gani hiyo ama sura gani? Imetuonesha kwamba adhuhuri ni raka 4, alasiri raka 4, magharibi 3, isha 4, asubuhi 2. Wapi katika aya gani na sura gani? Atakayejibu 500 tamba. Haya, toa sura fulani kwamba hapo yamebainishwa hayo, au yatufundisha hiyo sura au hizo aya namna ya kuswali. Kiuhakika usiumie kitu kwa sababu 500 hakuna, utachoka, utajisumbua. Ni hakuna aya hiyo wala sura hiyo. Kwenye Qur'ani ni amri tu ya watu kuswali, lakini aliyefundisha swala ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifundisha watu swala kwa maneno, alifundisha watu swala kwa vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama ambavyo kwamba ilikuwa mkiniona mimi nikiswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mtu swala, aliswali akakosea, Mtume umwangalia. Alipopiga salamu Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, hakika wewe hujaswali. Akasimama tena akaswali kimakosa. Mtume akamwambia rudi ukaswali, hakika yako wewe bado hujaswali. Akamwambia ya Rasulullah, sina swala ya zaidi ninayojua kuliko hii swala ambayo kwamba ninayoswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha namna ya kuswali. Sitoshi, kwenye mimbari yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha mpaka watu kuswali. Sasa hata hilo, hata la udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tawadda nahwa udhu'i hadha, yoyote yule ambaye kwamba atatawala mfano wa udhu wangu huu, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha watu namna ya kutawala. Hata katika mambo yanayofungamana na manasikul hajj, mambo ya kuhiji, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alitufundisha, mpaka akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi namna ya kufanya ibada yenu ya haji. Sasa ndugu zangu katika imani, hapa ndipo Uislamu unapozunguka kwa mambo yanayofungamana na nyoyo na kwa mambo yanayofungamana na kwa vitendo. Kwa nyoyo kuangaliwa nia zetu, na kwenye kutenda kwetu kwa stahiki ikhlas, na kwa udhahiri wa kutenda ni sisi tutende kama alivyotenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo madarul islami ala hadithini. Lakini kwa kikao hichi cha leo tushikeni moja. Lipi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tutazunguka hapa insha Allah kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotuafikia, na ikifika wakati wa adhana au swala naomba
Naam, hadithi hii ni hadithi mashuhuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu binniyat, wa fi riwaya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kuna wanaosema sababu ya kutoka hadithi hii na sababu ya kupatikana hadithi hii na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya ni watu walipokuwa wanagura kutoka Maka kwenda Madina. Sasa alikuwa mmoja akiitwa Muhajiru Ummu Qais. Huyu aligura naye baada ya watu kuonekana hugura kutoka Maka kwenda Madina. Watu walitoka kwa lengo la dini, lakini huyu alitoka kwa sababu ya mwanamke. Ikiwa haya maneno ni sahihi kwa vile mnaona tulivyopata kwenye vitabu, lakini wako wanaonena hii ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitoa hadithi kama hii. Sasa huyu Muhajir Ummu Qais alimpenda mwanamke na alikuwa na hamu ya kuwa naye, na alimwandama siku nyingi kule Maka, lakini hakumpata. Watu walipogura kutoka Maka kwenda Madina, huyu Ummu Qais alikuwa ni mmoja waliogura kutoka Maka kwenda Madina. Huyu jamaa akapata habari ya kwamba Ummu Qais naye amegura na kwenda Madina. Aliposikia Ummu Qais amegura, naye akasema tamanda mahoko aliko. Uweza Maka sikumpacha, kampacha Madina. Basi akagura. Sasa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amali zote ni kwa nia, na kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yoyote yule kwamba atakuwa kugura kwake kwa ajili ya Mungu na mtume, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, basi kugura kwake ni kwa ajili ya Mungu na mtume. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, lao mtu atakuwa kugura kwake kwa sababu ya matamanio na biashara za kidunia, au mraatin yankihuha, au mwanamke akamuoe, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, kugura kwake itakuwa kwa kule kwa nia lotia kwa kuguria kwake. Ina maana ndugu zangu katika imani, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sasa hadithi hii ni hadithi kubwa sana, na ni hadithi ambayo kwamba hatuwezi kuepukana nayo. Wanazuoni wasema lau kallafana Allahu bighairi nia lakana min at-taklif ma la yutaq. Lau Mola wetu angelituwekea sisi sheria pasina kutuwekea jambo la nia, ingekuwa katika sheria ya Mungu kuna mambo ambayo kwamba hayawezekani kufanyika na tusingeweza kufanya. Kweli, kwa sababu kila kitu ni kwa nia, na amali zote ambazo kwamba tutenda kwa sheria tuliowekewa lazima sisi tuwe na nia ya hapo. Na utakuta kwamba hata kwenye Qur'ani ziko aya nyingi ambazo kwamba zalenga kwamba masala ni kwa nia na watu waangaliwa nia zao. Aya mashuhuri kuliko aya nyingi zilizoko ni Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahum ashiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Hapa ndio mahali shahid. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale ambao kwamba wako pamoja na yeye ni wakali kwa makafiri, lakini wenye huruma na mapenzi kati ya wao kwa wao. Ingawa ni sifa walipawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni sifa wamepawa watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa Waislamu, lakini ingawa sikitiko kubwa leo hayo hayapatikani na leo hayo yamekosekana. Leo adui ya Muislamu ni Muislamu.
leo adui ya Muislamu, leo huungana Muislamu asiyekuwa Muislamu, Muislamu huungana na asiyekuwa Muislamu kwa lengo la kumdhuru Muislamu. Ndio ulimwengu ukitizama hali endavyo kwa pande zote za dunia au nyingi za dunia, utakuta ya kwamba wameungana Muislamu na asiyekuwa Muislamu katika kumdhalilisha na kumnyanyasa Muislamu, ambapo kwamba Waislamu kwa Waislamu taka kila mmoja awe na ruhuma na mwenzake kumsikitikia, awe na sikitiko na mwenzake kwenye kumsikitikia. Mfano nzuri nitawapa, kwa mfano ndugu zetu Falastini. Ndugu zetu Falastini, ukiangalia mitandao, watu hufa kwa ndaa namna ilivyowasonga na kwa mitihani mizito inayowakumba. Mmoja yasemekana ya kwamba alikuwa na wanawake kwa pamoja ndani ya nyumba. Alitoka maskini kusikia kwamba kuna sadaka ya mikate imekuja mikate sadaka, naye akatoka kwenda kutafutia watoto wake ule mkate, watoto wapate kula. Kwa kiasi cha kwenda kutafuta mkate, kimeshuka kifaa kutoka angani, nyumba yote imeanguka, hakutoka mwana hata mmoja. Kilichomtoa ni njaa, na si ajabu ni watoto wake kwa vilio kulia kumwambia baba toka, au baba akatoka hata pasina maana kuambia, kwa kule tu maskini kuona vanangu watakufa, vanangu sononeka, vanangu ucheseka, vanangu vako taabuni hawa sasa hii watanitoka mkononi. Kwa nzazi kwa ruhuma yake kwa vanake kaona kwamba watanitoke niende nikatafute chakula. Maskini akitoka likapita jambo ambalo kwa kubwa sana. Lakini kile ukiangalia mitandao kwa leo, utakuta maskini hufa saa zote. Watoto utaona mpaka mishipa imewatoka na mpaka mbavu huonekana kwa namna tabu na dhiki walizonazo. Sasa kama Muislamu, hata yote, hata la dua kwanza liweke kando. Ushawahi katika nafsi yako na moyo wako ukawasikitikia tukasema maskini, Mwenyezi Mungu awatolee na ruhusa, Mwenyezi Mungu awatolee na sababu wapate kuepukana na mateso haya. Kama Muislamu, wako Waislamu ambao kwamba huiona ile hali, lakini hata kusikitika wasisikitike. Ikiwa huna sikitiko la kusikitikia, basi itakuwa kwamba hata dua huwezi kuachilia, wata kubatafulia kitu kubapekea. Hatuwezi kubapekea, wako mbali nasi kama hivyo. Lakini ingawa sisi kidogo hatujambo, si kama wao kulingana na usalama tulionao, lakini ni kwamba kumbuka tu, ikiwa yote hatuwezi kuwafanyia, tusisahau ndugu zetu hata kwa dua. Lakini utakuta kwa ulimwengu wa leo, Muislamu ni adui ya Muislamu. Muislamu hufikiwa na maafa na sababu Muislamu. Lakini angalia, ambiwa Muhammad ni mtume wa Allah, na wale ambao kwamba wako pamoja na yeye ni wakali kwa makafiri wasiokuwa Waislamu, lakini wanaruhuma wao. Taona wao wakiswali kwa kurukuu na kusujudu, wakitafuta radhi za Mungu na fadhila zake ili Mungu ape pepo. Hii yabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana. Wanazuoni wasema hadhihi niyya, hii ni nia. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hata katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ametaja ayati ambazo kwamba zinazo mafungamano na suala la nia. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kila mmoja atalipwa kutokana na nia yake. Man ibn Yazid asema, kana abi akhraja dananiyat, babangu ilikuwa anatoa dinari. Basi zile dinari akazipeleka msikitini kwa mtu ili watu wapate kupawa. Sasa asema Man, nilikwenda mimi paka msikitini, nikaona yule mtu aliopawa yale mali zile dinari na babangu. Asema na mimi nikatukua. Nilipotukua zile dinari, nikaenda nikamuonesha babangu nimetukua. Asema Man ibn Yazid, huyu ndio sahaba ambaye kwamba yeye ni sahaba
na babake ni sahaba na babu yake ni sahaba. Sasa sema nikaenda kwa babangu kumuonesha kwamba nami nimetukua zile dinari ulizotoa wapawe watu. Maana sema babangu akawa mkali kwangu. Basi alipokuwa mkali kwangu, kwa kuwa lengo lake liko siku nipa mimi wapawe watu wengine, basi kwa kuwa mkali kwangu kunilaumu kwa hilo, nikaenda kumshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoisikia hii kesi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Ewe Ma'an, chako mkile ulichokitukua, na Yazid chako mkile ulichonuia. Madamu umezitoa kwa watu wapawe, hata kama umetukua mwanako, thawabu utapata kwa kuwa nia yako ilikuwa ni watu wapawe. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sasa nia ni jambo muhimu sana, na kazi ya nia mara nyingi ni mbili. Kwanza, kazi ya nia tamyizul ibadati ba'dhuha ba'dha, ni kupambanua ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka mbili za alfajiri ni khairi kuliko dunia na vilivyo duniani. Raka mbili hizi alizokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekusudia ni hizi tunazoziswali kabla ya swala ya faradhi ya alfajiri. Zile raka mbili za sunna Mtume asema ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Sasa nataka vijana wawili wasimame, mmoja aswali sunna ya raka mbili ya kabla alfajiri, na mwingine aswali faradhi ya alfajiri raka mbili. Na wako wapi wanafunzi? Tuwapate wawili. Simama, swali raka mbili. Na mwingine? Haya, sawa. Haya, wewe swali wewe kwanza tukuone. Wewe huyu, wewe haswali raka mbili. Na mashallah, Mungu abariki bana, awafanye bana kheri, awafanye bana ibada. Mashallah. Shaanza kabisa, anza na swali umeshamaliza. Na swali raka mbili. Mashallah. Baada muhadhara ana zawadi kutoka kwangu, nikumbushe inshallah. Shukrani. Barakallahu fik.
kiasi cha shekhe wetu naye kumaliza raka zake 2. Hii tumekubali ni ya sunna na hii tumekubali ya faradhi. Tofauti ni nia. Tofauti ni nia. Ahsant. Swala ni ile ile na mnakuswali vile vile, lakini tofauti kubwa ni nia ndio imetofautisha. Kwa hivyo raka 2 za kabla alfajiri za sunna ni 2 na za faradhi nazo ni 2. Angalia la nia, huweza kawa wewe hata baada ya swala, kwa mfano ni adhuhuri. Adhuhuri umepiga salamu, ushamaliza kuswali faradhi, ukainuka kwa swali sunna. Ukiswali sunna akaja mtu hajaswali faradhi akakuashiria ili uswalishe, endelea. Kwako itakuwa ni sunna na kwake itakuwa faradhi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana watoto, na huyu pia vile vile atakuwa na zawadi yake baada ya muhadhara inshallah. Kisha kazi ya pili ya nia ni kutofautisha na kupambanua adat na ibadat. Kuna vitu ni ada na kuna vitu ni ibada. Sasa ada ni ada na desturi, ni vitu ambavyo kwamba ukifanya havina thawabu, ukifanya vina madhambi, usipofanya hakuna thawabu wala hakuna madhambi. Lakini ibada ni ukifanya utapata thawabu, usipofanya utapata madhambi. Kuna na mengineo ukiyafanya utapata madhambi na usipoyafanya utapata thawabu. Sawa? Lakini kuna vitu ni ada. Ada ni kitu cha kawaida. Mfano kula. Mfano kula. Kula, hii kula ni ada. Lakini huweza ukaibadilisha ile ada kwa nia yako ukaipeleka kwenye ibada. Mfano useme nala hichi chakula ili nipate mimi kuwa na nguvu nitake kufanya ibada. Kile chakula ni ada, hakina thawabu ndani yake wala hakina madhambi ndani yake, lakini umejaribu kugeuza ile ada kuipeleka kwa ibada kwa kutumia wasila wa nia yako. Umetumia barabara na njia kutoa kile ambacho kwamba ni ada. Kitu ni mubah, chakula, lakini kile umekibadilisha kupeleka kwenye ibada. 1. 2, ikawa umepata thawabu wewe kwa hilo, na vile vile pia kwa hicho cha mubaha cha ada uweza kukupeleka wewe kwenye madhambi. Mfano unenenanda nishibe kwa sababu nao mechi nitakwenda kupambana na mrembo fulani. Mechi hii mmefahamu, sio timu ya huku na huku, timu ile mnaokusudia. Sasa ina maana ya kwamba ukitumia ule wasila kwa ada ile kutaka kupeleka kwenye kuwa haramu, basi itakuwa ile wasila kwa ile nia uliyoitumia, kile chakula kwako kitakuwa ni haramu kula kwako, ingawa chakula hakuna uharamu kwenye kula. Sasa ina maana ni nia ndio iliyobadilisha na nia ndio iliyogeuza kukupelekea kote huko. Kuna mambo ni ibada na kuna mambo ni ada. Vitu ada ni vitu tuvafanyika havina thawabu ndani yake, lakini ibada kuna mafungamano ya thawabu ndani yake. Ndipo wakasema wenye kusema, wakasema ibadatu ahli al-ghafla adat wa adatu ahli al-yaqadha ibadat. Haya maneno ni mazito sana. Ibadatu ahli al-ghafla adat wa adatu ahli al-yaqadha ibadat. Yani watu walioghafilika ibada zao zifanya kama ada, lakini watu waekevu wenye kufahamu mambo ada zao huwa ni ibada. Sasa ina maana ya kwamba kuna watu sisi huenda Ijumaa kuswali,
ni wingi watu wanaokuja Ijumaa, lakini huja kwamba ni ada tu na desturi au siku ya Juma. Siku ya Juma watu kukutana msikitini kusikia hotuba na kuswali. Kuna watu kuya ni ada tu. Kuya ni ada, utaona kuna watu hata fanyi sunna za Ijumaa kwa sababu yeye hutukulia kwamba tu ni ada tu kwake, hafanyi kwamba ni ibada. Au na hata mwingine akitukulia ile siku hutukulia tu kwamba ndivyo tulivyozoea, lakini la, ni siku ya Ijumaa, ni siku kubwa, ni mtu ajitahirishe, ni mtu avae nguo yake nzuri, ni mtu atie manukato, ni mtu aende mapema na mambo mengineo. Lakini angalia, kuna watu fanya ni ada tu ile siku ya Ijumaa, hata hawapati zile fadhila za Ijumaa kwa sababu ibada ya Ijumaa kwao imekuwa ni ada. Lakini kuna watu ada zao huzifanya ni ibada. Ibada zao zitakuwa vipi? Ikiwa ada jambo ambalo kwamba halina thawabu, lakini huligeuza tu akapata kutaka kulifanyia thawabu kwa kulitilia nia nyinginelo. Asema nikienda nyumbani watanile chakula changu mapema kwa uzuri kwa sababu Mungu anipe nguvu kesho mpache kufunga sunna tayari. Kwa sababu al-umuru bimaqasidiha, mambo kwa makusudio, na al-umuru bimaqasidiha ndio hiyo innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sasa ndugu zangu katika imani, kuna watu hupenda kutaka kumpiga Mungu chenga kwa kumbadilisha Mungu nia. Kuna watu hutaka kumhadaa Mungu kwa kubadilisha nia zao. Nawezekana kweli hilo? Ni jambo muhali, hilo haliwezekani kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye msiri na mjuzi zaidi, anayejua siri zetu na mambo yaliyoko kwenye vifua vyetu. Lakini angalia, kuna ile aya inayosema ya kwamba mwanamume akimwata mwanamke talaka 3, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Ikiwa mwanamume atamwacha mwanamke talaka 3, si halali kwake kuketi naye kama mke wake, na kwamba aendelee na maisha ya uume na mke mpaka malize eda lake la kuwatwa kwake talaka ya 3, kisha atoke mwanamume mwingineo, wao wenyewe wapendane, amuoe, na kumuoa kwake iwe kumuoa kwa nia ya kuketi naye baada ya kumuoa. Kisha likitokea la talaka la kuatana, ni amwate yeye mwenyewe kwa khiari yake, wameatana. Kisha baada ya kuatana ni aketi eda lake, amalize eda lake. Akishamaliza eda lake, aliyomuoa mara kwanza amregelee tena kumuoa kwa mara nyingine kwa ndoa mpya na mahari mapya. Ndivyo sheria na inavyotufundisha Kiislamu. Lakini siku nao watu wingi wa kutoa talaka, na kisha akajua kwamba hii talaka ya 3 na sina mimi namna hapa ya kumuendea tena isipokuwa ni aolewe. Kuna watu hutia kitu kinachojulikana uhalili. Kuna watu hutia uhalili. Uhalili ni kwamba umwambia ngia ili kesho pache kutoka mwenyewe ningie tena. Lakini ni watu kutofahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kudanganyika, na ndoa ya kutoana uhalili ni ndoa ambayo kwamba kisheria haitambuliki, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala lahu. Mwenyezi Mungu amemlaani mwenye kufanya uhalili na mwenye kufanyiwa uhalili. Mwenye kufanya uhalili na mwenye kufanyiwa uhalili, wote watu wameridhia kwa hilo na wote wao wamekubali kwa hilo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema watu hao wana laana za Allah tabaraka wa taala. Lakini kidogo hapa nisimame waulize, kweli mwenye kuwa na ghaira kisawa sawa, na kweli mwenye kuwa na wivu kisawa sawa, kwa hata hao mtalaka wako huweza kumwambia rafiki yako njia yala naye kisha toka? Swali na mzito sana. Mwambie nenda kamuombe kisha toka.
naende akamjue. Santa mzee, barakallahu fik. Kama ulivyomjua, naende akamjua. Na mtoe mtu mwambie nenda kaangalie. Kisha ina maana kwamba akitoka baada ya kumwangalia na kumjua, si rafikio umempeleka, kisha kwa hisani aliyokufanyia kumwambia asante rafiki yangu umeniokoa, dayo. Ikawa humpa kongole na shukurani kwa wema aliyokufanyia. Hata mwenyewe hisabu honi wema, si wema hao aliyokufanyia. Na nyote muna madhambi kwa Mungu. Ikiwa nyote mutaridhia, mwanamke akenda kiposwa na huyo muhalili, ikiwa hajui kwamba amepangana na mtalaka wake, vitabu vasema ya kwamba mwanamke huyo hana makosa. Lakini lao litafanyika hilo na mwanamke awe miongoni mwa wale waliochangia kwa hilo, basi na yeye atahesabiwa katika kupanga jambo kama hili. Lakini ni mambo yako na ni mambo ambayo kwamba huendelea na hupatikana kwenye miji yetu. Leo watu wamekuwa ni wingi wa kutoa talaka. Leo ndoa zetu zimekuwa si lolote si chochote. Kuna watu kwa kila sehemu ya dunia, tuzungumza kutokana na ushahidi kwa sehemu ambazo kwamba tuko. Lakini kuna watu waishi na wake zao na wao washamaliza talaka. Kuna watu wako na wake zao na wake wako na waume zao na talaka hawana. Ina maana ufanyaje hao? Uzini. Ina maana uzini hao. Kisha hapo sasa majumbani tutarajie baraka gani? Na hapo nyumbani tutarajie mazuri gani? Na hapo nyumbani sasa tutarajie watoto watoke wa aina gani, na ni watoto wa zinaa? Kisha wale utake kuwafungamanisha na wale wa halali, mufanye kwamba wote mpamoja, wakati wa wirathi iwe wirathi ni moja, sivyo? Lakini kuna watu huwata mtana na usiku. Mara moja tu jambo limekuata, sinke wangu toka, akenda kirudi ni mke wake vile vile. Wako watu wa sampuli hii. Ndio imekuwa kwamba si lolote si chochote, imekuwa kama mambo ya kawaida tu hii, watu kuoana na kutalikiana imekuwa mambo mepesi. Takuta wanawake wadogo nendeni Mombasa kwa ofisi za chief kadhi na makadhi, ndio mkaangalie. Wasichana wadogo tu meolewa siku 2-3, harusi nyingi Mombasani, Mungu azibariki. Lakini tunataka tuangalie tatizo liko wapi. Mbona harusi nyingi lakini hatupati harusi za maendeleo na kudumu? Tupata harusi baada ya siku 2-3 kwisha talaka shatoka hapo kwa hapo. La kwanza la pili mentaliki, la kwanza la pili mentaliki, la kwanza la pili mentaliki, talaka 3. Zikiisha 3 kwisha, zenye kukupa wewe ruhusa ya kurudi ni talaka zikiwa 2. Talaka ya 3 ukiitoa, hata kama mwanamke wako mtalaka wako hajamaliza eda lake, una ruhusa. Usinene kwamba linregelea kabla hajamaliza eda lake. Ukishaitoa ya 3 kwisha, uhesabiwa ya 3. Lakini mambo yako na kisha watu wakati ya wenye kutaka kufanya uhalili, ikawa sheria haikubali jambo kama hilo. Angalieni watu wale waliokatazwa na Mwenyezi Mungu kuvua siku ya Jumamosi. Wale ilikuwa huweka mitego siku ya Juma, kisha samaki wakipita Jumamosi kaenda kuwatukua, kisha sema sisi hatukuvua Jumamosi, tulivua jana Juma. Taka kumpigia Mungu chenga, taka kumwanda Mungu. Sababu yao ikawa ndio hiyo, wakalaaniwa na wengine wakageuzwa vile walivyogeuzwa. Ndipo Muhammad Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi asema, wahkum likulli amilin biniyatihi wastud ala al-muhtali baba hilatihi. Wahkum likulli amilin biniyatihi, na hukumu kwa kila mwenye
mwenye kutenda kwa nia yake, wasdud ala almuhtali baba hilatihi, na funga lango wa mwenye hila kwa hila zake. Ina maana ya kwamba innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kwa hivyo ndugu zanguni katika imani, jambo hili la nia ni jambo kubwa sana, na sote tufanyayo Mwenyezi Mungu atatuhukumu kwa nia zetu, na Mwenyezi Mungu atatuhukumu kwa vitendo vyetu, namna tunavyofanya vitendo kuandamania. Angalia, kuna kauli yasema ya kwamba siku ya hisabu kuna watu watakuwa motoni milele na kuna watu watakuwa peponi milele. Wale wa kuchomwa milele kwanza wameondoka katika hii dunia ya kwamba wao hawataki Uislamu na hawataki usawa wa dini ya Kiislamu. Lakini na kule kuchomwa kwa milele ilikuwa Mwenyezi Mungu pia shaona nia zao ya kwamba hawa ilikuwa ni kuketi hivyo hivyo tu kukataa Uislamu, ikawa sababu ya wao kuchomwa milele. Kwa hivyo nia ni jambo muhimu sana, na siku ya hisabu na siku ya malipo watu watatazamwa nia zao kwa ile mambo wanayoyafanya na mambo walikuwa wakiyatenda, na kila mmoja kwa nia yake. Kuna watu kutukana watu, kuna watu piga watu, kuna watu dhulumu watu, kuna watu hata mema kwenye kufanya kwao. Kuna watu fanya mema lakini nia yao ni nyingine. Kuna watu hutoa ili wapate kuambiwa watoaji. Kuna watu husaidia ili wapate kuambiwa wasaidiaji, lakini hawasaidii na hawatoi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kila mmoja na nia yake, na kila mmoja moyo wake na ulivyo, na kila mmoja Mwenyezi Mungu alivyomjalia roho yake ilivyo. Sasa mwanadamu ni kuomba salama kwa lolote ulifanyalo. Umuombe Mola wako, na sote tumuombe Mola wetu, tuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu atuzitengeze nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu ajaze hizi nyoyo zetu na nia zetu kwa kila tunalofanya, iwe twafanya kwa ajili ya Mungu. Kwa lolote ulitakalo, kwa kuwa nia yako ni safi, Mwenyezi Mungu atakutengezea mambo yako. Hata kwa mfano, uwezo ukafanyiwa kosa ukifanyiwa likawa nkosa, lakini ukaamua mwenyewe kwa nia yako, kwa kutaka radhi za Mungu, ukasema silipi kosa kwa kosa, talipa kosa lilofanyiwa kwa jema. Kuna watu watakuona hufai, kuna watu watakuona kwamba huelewi, lakini kwa nia yako ile ni kutaka radhi za Mungu. Si Mungu tuambia idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim. Idfa, kinga ewe Muhammad, jitetee ewe Muhammad, jisaidie ewe Muhammad kwa ovu lolote unalofanyiwa, lipa kwa wema. Si rahisi hilo, lakini usemene yako wataniandame sheria ya Mungu kwa hili ili Mungu apate kunilipa kwa nia yangu. Kuna watu watashangaa. Mfano mzuri ni Mtume Isa. Mtume Isa alayhi salam siku moja alipita kwa Mayahudi, faqalu lahu sharra, akasema ama wakamwambia maneno ya shari. Basi Mtume Isa akawajibu ya kheri. Jamaa pale pale wakasema innahum yaquluna sharra wa anta taqulu khaira. Wao kuambia maneno ya shari, wewe huambia maneno ya kheri. Basi pale pale akasema kullu wahidin yunfiqu mimma indahu, kila mmoja hutoa kile kilichoko kwenye moyo wake. Wao wametoa mabaya kunihusu, mimi nimetoa mazuri kuwahusu, kwa kuwa kila mmoja hutoa kilichomo kwenye moyo wake. Ndio siku zote kwenye chupa ya chai tarajia nini? Naam, kwenye chupa ya chai tarajia nini? Chai. Barakallahu fikum. Kwenye tupa soda, kwenye dafu imai. Asante.
Mfahamu? Sasa tukue dafu kili kacha ndani toke miliki sheki taketika. Sema kiama hichi utaona mambo ni mengine, kwa sababu ni kweli kullu wahidin yunfiqu bima indahu, kila mmoja hutoa kile kilichomo ndani yake. Sasa huweza kulaumika kwa nia yako kuwa njema, kusema silipi ovu kwa ovu, talipa ovu kwa jema. Kwa nia yangu natarajia Mola wangu anilipe yale yaliyo mema, atakulipa kwa hayo. Ndio kwenye hii aya idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa. Kuna vitabu vasema ya kwamba ni rajulun yashtumuhu akhuhu faqal, ni mtu atukano na mwenzake au na ndugu yake, kisha aseme kumwambia yule mtu in kunta sadikan faghafara Allahu li wa in kunta kadhiban faghafara Allahu lak. Hao nenayo kunihusu mimi, ikiwa kweli ninayo mimi hao nonena nayo, basi Mola wangu anisamehe, na ikiwa ni uongo hao ninao kunihusu mimi, nawe Mola kusamehe. Angalia hapa, ameambiwa mabaya, na mtu kumwambia mabaya haya kwa nia yake yoyote ile aliyokuwa nayo ili kuyejua yeye, lakini maskini huyu hakuwa ni mwenye kulipa ovu kwa ovu, amesimama kulipa ovu kwa jema, kwa nia yake kuwa njema na kuibadilisha nia yake kwa lengo la kutaka radhi za Mola wake. Na Mungu Allah tabarak wa taala atuwafikie kila kheri, na Mungu Allah tabarak wa taala atubariki. Hakuna kitu kama nia, tutengeze nia zetu, Mola wetu atatulipa kwa kupitia nia zetu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Suala moja mbili labda kwa maudhui tulizozungumza. Naam. Sema hivi na mume wa wana na familia kama mwanamke na kuna watoto kadhaa. Sasa akatoka mwingine akamwambia mimi anasikitika na wale watoto, bila ya kuamiliana na mume na talaka, hakika akatania kwamba naenda kumuoa, baadaye muache ile baba watoto kurudi kwa msuala watoto wake. Vipi atakuwa? Ikiwa litakuwa kweli hilo lipatikane kwa lengo hilo, na ana uhakika labda lipatikane hilo na talaka taweza kurudi, si makosa. Si makosa. Makosa kule kupangana kwamba ingia toka kisha na mimi niingie tena, hilo ndilo makosa. Lakini aseme kwamba wataniingie, maskini bado mahaba anayo, lakini hana namna ya kurudi, wata mimi niingie, ili kwa lengo la watoto wasipate tabu au watoto nusurike, itakuwa si makosa. Lakini kule kupanga kwamba ingia toka, hilo ndio itakuwa makosa. Allahu a'lam. Na pili kuna mume na mke wameandana katika ndoa. Sasa ya tatu kwa mbaya ikatokea mume akawatumia elimu ya kulevya katika nyumbani kwa sira, kama ni talaka ya tatu. Talaka wanaosema kwamba kutolewa talaka wakati wa hasira ni talaka ambayo kwamba haihesabiwi, huitwa ni talaka mito wakati wa hasira. Lakini wingi watu wakitoa talaka kama hizo, utakuta wingi watu pia hunena kwamba nilikuwa nimekasirika pale nilikuwa na hasira, lakini ni kwamba pia hasira upimwa ni hasira gani. Ina maana kwamba hasira iwe kali hata kutoka kwako. Kwa mfano, badala kutukua kilemba kukiangika hapa, ukatukua mguu wa mwanamke hata kama nileso kwa hapa kidogo, sema kwa ile ilikuwa na hasira mpaka kuichambua kutoka vile vile. Lakini kwamba shati lako livae vizuri, utie kwa ndani na ukanda vizuri, ujiangalie kwenye kioo toke vizuri, kisha ukisema pale ilikuwa na hasira, ilikuwa si hasira. Kwa hivyo hasira itapimwa ni hasira aina gani. Ikiwa kweli hasira ya kutoka maneno mpaka ulichambui, uweza kuhesabiwa kwamba si talaka. Wallahu a'lam. Na upande wa kutumia dawa Naam. upande wa kutumia kwa alikuwa ametumia dawa kulevya, bila kile kama haikuwa kwa kutumia dawa kulevya, itakuwa talaka, itahesabiwa kwamba imepita. Lakini na huku pia kwa upande mwingine atahesabiwa kwamba makosa kwa kutumia madawa kulevya, kwa
kwa sababu jambo la madhambi lile. Huwezi kusema kwamba ametoa talaka kwa kuwa ilikuwa yuko chakari madawa amemshika. Hakuambiwa kwa kutumia madawa. Allahu Akbar. Naam, usome? Usome. Mimi nisome? Haya. Assalamu alaikum. Asema swali, nilikuwa na mke tukatana. Tukazaa kijana kabaki kwa mama. Namsimamia majukumu kama kawaida, lakini nimebaki kusimamia majukumu tu. Sina amri kwa mwanangu kupitia kwa watu wa mke. Sina free naye. Mimi ni mtu wa sunna, sina ruhusa kumsomesha madrasa ya sunna, sababu wao si watu wa sunna, wanafanya kama ushindani, na sitaki kubeba dhima kwa Allah. Nifanyeje? Kuna dhima kwa Allah. Mesimama kwa majukumu yako. Umetaka kufanya yale yanayostahili kufanya na wafanye, basi kwa Mola wako itakuwa hauna dhima, itakuwa ushatekeleza jukumu lako, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Nafikiri inshallah. Naam. Sijafahamu. Umefanya na mwenzako? Mwenzako yupi? Mwanamume, sio? Haya. Talaka. Yani ile jambo, yani kutaka kupata uhakika. Kwa mfano mimi sikufanya na nina hakika kama sikufanya, na kama mmefanya mke wangu si mke wangu, takuwa imepita, sio? Wauliza hivyo, talaka. Naam. Ho naye pia ho rafiki yako pia mwangalie sana ho rafiki yako pia si mwema sana. Mbona amekuwekea sharti hilo la kumwata onke wako? Mashallah. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, Mwenyezi Mungu atubariki. Nimefurahi kuwa na ninyi, nimefurahi sana kwa siku ya leo kwa kuwa pamoja, na bali nimeona pia juu mashallah kina mama wamekuja wengi. Mwenyezi Mungu awalipe kila kheri. Nilikuwa na muhadhara jana baada ya maghrib Kizingitini pamoja na khutba ya Ijumaa. Leo asubuhi tumekuwa na darasa la mama hapa na sahihi muhadhara. Kesho nitakuwa na darasa asubuhi chungwa ya kina mama, na baada ya maghrib ya wanaume inshallah. Kesho kutwa nitakuwa Rasini, baada ya hapo Lamu, baada ya Lamu kurudi Mombasa. Inshallah tuko pamoja. Mwenyezi Mungu atupeleke kwa salama. Mwenyezi Mungu atupe sababu turudi kwa salama, tukutane tena kwa furaha na amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.